Ujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Somalia anasema kwamba eneo la Somaliland mamlaka yake imekubali kuwapa makazi wa Palestina, na hii ni kutokana na amri waliopewa na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Baada ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kutamka wazi kwamba anaitambua serikali ya Somaliland, serikali ya Somalia ambayo inamiliki eneo hilo imesema kwamba hii ni mipango ya watu wa Israel kutaka kuwahamisha watu wa Palestina katika eneo hilo la Somaliland, jambo ambalo amesema halitowezekana. Rais Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia amezinukuu ripoti za intelijensia na kusema kuwa eneo lililojitenga la nchi yake ya Somalia, Somaliland, limekubali kupokea Palestina na kuanzishwa kwa kambi ya kijeshi ya Israel katika eneo hilo mkabala wa kutambuliwa rasmi na Israel. Rais huyo wa Somalia ameambia televisheni Al Jazeera ya Qatar kwamba hatua ya Tel Aviv ya kulitambua eneo la Somaliland haikutarajiwa na ni ya kushangaza. Amesema Israel ndio utawala wa kwanza kuitambua Somaliland kama taifa huru tangu mwaka 1991. Somaliland ilijitenga na Somalia mwaka 1991 kufuatia vita vikali vya wenyewe kwa wenyewe, lakini haijawahi kutambuliwa rasmi na nchi yoyote mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Jamhuri hiyo iliyojitangaza kujitenga na Somalia imeanzisha sarafu yake, bendera na bunge, ingawa maeneo yake ya mashariki yameathiriwa na mzozo. Mogadishu imepinga madai hayo ya kuwa taifa huru la Somaliland na kusema kuwa eneo hilo ni sehemu ya Somalia. Rais Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia amesema kuwa wamekuwa wakifanya jitihada za kuliunganisha taifa kwa njia ya amani. Amesema Somaliland pia imekubali kujiunga na mkataba wa Abraham uliosainiwa mwaka 2020 kati ya Israel na Imarati, Bahrain, Sudan na Morocco ili kuhuisha uhusiano. Hata hivyo, inadaiwa kwamba Somaliland imepata uhakikisho kwamba itaweza kuwa taifa huru ikiwa itashirikiana zaidi na Israel. Inadaiwa pia kuwa Marekani, ambayo ilianzisha mkataba wa Abraham wa mwaka 2020, imeelezwa zaidi kwamba Marekani, ambayo imekuja na mkataba wa Abraham, imeitaka Somaliland kukubaliana na mpango wa kuhamishwa kwa wakazi wa Gaza katika kile ambacho rais wa Marekani Donald Trump katika miezi kadhaa katika mwaka 2025 alisema mipango ni kuhakikisha wanawahamisha wakazi wa ukanda wa Gaza kupelekwa katika maeneo ya nchi zingine zilizosalama, licha ya kwamba hali katika Somaliland bado si shwari tofauti na vile inavyoelezwa. Utawala wa Israel unataka kudhibiti njia za kimkakati za baharini za pembe ya Afrika na kuwahamisha kwa nguvu wa Palestina kutoka Gaza na kuwapeleka Somaliland, anasema rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud. Majibizano mbalimbali ya kikanda na kimataifa yanaendelea kutolewa kufuatia hatua ya Israel ya kuitambua rasmi Somaliland, huku nchi nyingi zikihitaji hatua hiyo kuwa ni kinyume na sheria za kimataifa na ni tishio kwa uthabiti wa kikanda. Basi mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile ambacho kinatajwa kwamba mipango ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuitambua Somaliland ni kutaka kuwapa makazi wa Palestina waliopo katika ukanda wa Gaza na hata wale waliofukuzwa katika maeneo ya ukingo wa magharibi wa mto Jordan. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.